Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu sana katika kuangazia habari mbalimbali ambako katika wigo wa habari iko habari ambayo tunaarifiwa kwamba Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ametoa uamuzi kanisa la Gwajima lifunguliwa, lakini pia ametangaza kwamba hakutakuwa na sherehe za uhuru itakapofika Disemba 9, 2025. Ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ambaye ametoa agizo kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kuhakikisha kanisa la Ufufuo na Uzima pamoja na taasisi nyingine za kidini zilizofungiwa basi zinarejeshewa haki ya kuendelea na shughuli zao huku zikiwa chini ya uangalizi kwa kipindi cha miezi 6. Agizo hilo limelenga kurejesha utulivu, kuimarisha uhuru wa kuabudu na kuhakikisha taasisi hizo zinajiendesha kwa kufuata sheria za nchi. Akizungumza katika kikao cha serikali kilichohusiana na kuhusisha viongozi wa wizara na wadau wa usalama, Dr. Mwigulu Nchemba alisitiza kuwa hatua ya kufungia nyumba za ibada kutokana na makosa ya viongozi wao si sahihi, kwani inaathiri waumini wasiokuwa na hatia. Lakini pia alisema ni muhimu kutenganisha makosa ya mtu binafsi na taasisi nzima, kwa sababu hatua hizo huleta taharuki, migawanyiko na kuhatarisha haki ya misingi ya kuabudu. Katika nukuu ya kwanza anasema, akikosea shehe usiadhibiwe msikiti na akikosea askofu wasinyimwe waumini kufanya ibada. Aliweza kusema akitoa tahadhari juu ya athari pia za maamuzi ya jumla yanayolenga taasisi badala ya wahusika. Aliongeza kuwa viongozi wa dini wanapaswa kuwajibishwa binafsi kwa mujibu wa sheria bila kuathiri shughuli za ibada zinazohusisha mamia ya waumini. Lakini pia Waziri Mkuu alitaka Wizara ya Mambo ya Ndani kuweka utaratibu unaoeleweka wa uangalizi kwa taasisi hizo kwa kipindi cha miezi 6 ili kuhakikisha zinafuata miongozo, zinajenga mazingira salama na zinazingatia usimamizi bora. Alisema pia hatua hiyo itasaidia kuondoa migogoro isiyokuwa ya lazima na kuimarisha mahusiano kati ya serikali na taasisi za dini. Na katika maelezo yake, Dr. Mwigulu alisisitiza umuhimu wa mawasiliano mazuri kati ya viongozi wa dini, wizara husika na vyombo vya usalama kuhakikisha matatizo yanatatuliwa mapema bila kufikia hatua kali kama kufungia taasisi za ibada. Serikali alisema pia itaendelea pia kulinda uhuru wa kuabudu huku ikihakikisha sheria na taratibu za nchi zinaheshimiwa. Lakini pia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amefikisha tamko kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan akisema kuwa tarehe 9 mwezi Disemba hakutakuwa na sherehe za uhuru na badala yake hela ambazo zilipangwa kuwekwa kwenye sherehe hizo zitapelekwa kwenye kutengeneza miundombinu ambayo iliweza kuharibiwa kufuatia maandamano yaliyofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba. Itakumbukwa mtazamaji pia tarehe 9 mwezi Disemba Generation Z maarufu kama Gen Z kufuatia agizo kutoka kwa Mange Kimambi walipanga kufanya maandamano ya amani. Pengine nini maoni yako katika hili agizo la rais kupitia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, mtazamaji wetu wa Biomedia? Utaandika maoni yako moja kwa moja, itaendelea kusomeka kunako section habari. Endelea kutufuatilia, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Jina langu ni Official Rose D. Wana wakati mwema.